Bwana, yako mengi zaidi ya kuzungumza kwa upande wa mchezo mkubwa wa hapo jana kwa hapa nyumbani Tanzania, lakini si tu Tanzania, ukanda huu wa Sekafa na Afrika kwa ujumla. Dabi hii ya Yanga dhidi ya Simba ama Simba dhidi ya Yanga ni miongoni mwa zile dabi kubwa. Tutazungumza mengi ya kiufundi, lakini kubwa zaidi mimi nataka kwenda moja kwa moja kwa eneo ambalo limefanya Yanga wakao mabingwa, kwa maana ya kumekuwa na maswali mengi sana hata ukipita katika mitandao mbalimbali ya kijamii, lakini DM watu wanajaribu kuuliza kwamba vipi lile gola Pacome Zouzoua ilikuwa ni offside ama ilikuwa ni namna gani. Kimsingi mara baada ya goli lile kufungwa na hata mchezo ulivyokuwa unaendelea, mimi mwenyewe nilikuwa nafikiri ni goli halali, lakini mara baadaye kuja kutulia na kurudia na kuirudia ile mechi kwa ajili ya kwenda kuangalia vitu vya kimsingi ambavyo vitakufanya uchambuzi wako huo bora, nikagundua ya kwamba halikupaswa kuwa goli. Na hapa naomba nizungumze vizuri kwa umakini, kwa utuo kabisa, na msikilizaji ambaye unasikiliza hivi sasa nafikiri anapaswa kuniazima masikio kwa muda mchache ili aweze kuelewa ni kwa namna gani imekuwa ni offside. Kuwa katika eneo la kuotea ama katika eneo la offside sio dhambi. Dhambi ni mchezaji aliyopo katika eneo la kuotea kujihusisha na mpira ama kujihusisha na moment yoyote inayohusisha eneo hilo ambalo yeye yupo, kufaidika kwa namna moja ama nyingine. Sasa ukitazama tukio zima jinsi ambavyo lilikuwa, kwanza kabisa aliyekuwa na mpira ni Prince Dube. Wakati Prince Dube yuko na mpira, manake Pacome Zouzoua yeye alikuwa katika eneo la kuotea, wala halikuhitaji VAR wala halikuhitaji kitu kingine chochote, isipokuwa alikuwa amezidi kiasi kikubwa sana, lakini haikuwa dhambi wala offside yake haijatokea pale. Lakini wakati Dube anajaribu kuupiga ule mpira, kuna namna ambavyo ule mpira ulijaribu kubabatiza mabeki wa Simba. Wakati unababatiza mabeki wa Simba, Pacome Zouzoua akawa anarudi kuingia ndani, makusudio yake kwenda kuua ile offside. Wakati anarudi, tukumbuke Dube kaupiga ule mpira kwenda katika lango la Simba, na ndipo mabeki wa Simba wakababatizwa na ule mpira. Wakati unababatizwa na ule mpira, Max Nzengeli akawa tayari, ambao alikuwa katika eneo la onside, akawa tayari amekwisha kugusa ule mpira touch ya kwanza. Wakati anaifukuzia touch yake ya pili kuelekea katika lango la Simba, na ndipo Max Nzengeli alipiga lile shuti likaenda likambabatiza golikipa wa Simba, ule mpira ukarudi wapi? Ukarudi uwanjani. Sasa wakati Max Nzengeli amepiga touch yake ya kwanza, anaufuatia huo mpira ile akapiga touch ya pili, wakapishana na Pacome Zouzoua ambaye anatoka katika eneo la offside, anarudi ndani kupishana na Max Nzengeli. Wakati anarudi ndani Pacome kutoka katika eneo la kuotea, huyu Max Nzengeli alikuwa yuko bega kwa bega. Kuna center back mmoja wa Simba ambaye alikuwa anamfukuza Max Nzengeli, ambao ni Rushain Deruk. Sasa Rushain alikuwa na uwezekano mkubwa sana wa kwenda kumnyima utulivu Max Nzengeli kufanya tukio lake la pili kwa usahihi, na tukio hilo la pili ndilo lililopelekea goli, kwa maana shuti la Max Nzengeli ndo amepiga kuelekea katika goli la Simba, likambabatiza Pinpin Kamara, likarudi kama rebound, ndo Pacome Zouzoua akafunga. Sasa shida ya goli hilo, ama tunaweza kusema offside, imetokea hapo. Kwa nini? Wakati Maxi anakwenda kutaka kupiga lile shuti kwenda kwa Kamara, mchezaji aliyekuwa katika nafasi nzuri ya kwenda kumfanya Maxi asiwe na huo utulivu ni Rushain Deruk. Isipokuwa kitu ambacho alikifanya Pacome Zouzoua kutoka katika eneo la kuotea, akarudi akaja akamuinterfere, tunataka kusema hivi, akamuingilia Rushain Deruk na kumnyima nafasi ya kwenda kumuinterfere Max Nzengeli, kumkosesha utulivu wa kuwa na usahihi wa kupiga lile shuti lake, na kitu ambacho kilimpelekea Max akawa yuko free, akaenda akapiga shuti lake likambabatiza Pinpin Kamara, mpira ukarudi kama rebound, ndio Pacome Zouzoua akafunga. Pacome Zouzoua tukio lake la kufunga sio offside, isipokuwa offside imetokea kwa sababu Pacome Zouzoua amenufaika kutoka katika eneo la kuotea na kurudi na kusababisha beki wa Simba ashindwe kwenda kumuinterfere
Max Nzengeli ambaye ameenda kupiga shuti likaenda likambabatiza golikipa wa Simba, ndo Pacome Zouzoua akaja akafunga. Kwa offside imekuja kutokea katika mazingira hayo, na watu wanatakiwa kujaribu kuelewa offside haitafsiriwi tu mchezaji aliye offside kujihusisha na ule mpira. Hata ukijihusisha kuzuia mchezaji ambaye ana uwezekano wa kucheza huo mpira, bado inawezekana bado itakuwa ni offside, kwa sababu kwa namna moja ama nyingine utakuwa umeisaidia timu yako kunufaika na uwepo wako wewe katika mazingira ya offside. Nimeona watu wakijaribu kuhusianisha mchezaji yupo katika eneo la kuotea na akapigiwa pasi akiwa kule katika eneo la kuotea, akahususa ule mpira akaachana nao, akatokea mchezaji mwingine akaenda akarudisha ile pasi ndani. Wakati huo mabeki ama wachezaji wote wa timu pinzani wakawa tayari wameshaua ile offside, lakini huyo mchezaji ambaye alikuwa offside akaisusia hiyo pasi, akapokea hiyo pasi ya pili akafunga, na mwamuzi akarudisha mpira kati. Scenario hizi ni mbili tofauti. Shida kwa Pacome Zouzoua, alitoka katika eneo la offside na akaenda moja kwa moja akamzuia beki wa Simba kutokufanya marking kwa Max Nzengeli. Tukio zima limekaa kwa namna hiyo. Nafikiri tutakuwa tumeelewana vizuri, lakini mimi nafikiri hatukutakiwa mpaka kuja kuanza kuzungumza masuala ya Simba. Siku ya jana wali deserve kupata ushindi wa magoli zaidi ya magoli matatu. Manne yalikuwa yanafika kipindi cha kwanza. Simba walikuwa wanatakata vizuri sana. Tumeona 1v1 ya Diarra dhidi ya Kibu Denis, lakini tukaona nyingine dhidi ya Shomari Kapombe, lakini tukaona free header ya Kibu Denis, tukaona free header ya Jean Charles Ahoua. Kuna namna ambavyo Abdulrazak Hamza na yeye pia alipata. Lakini Simba, wakati tulikuwa tunaizungumza Simba kwamba wanahitaji maboresho makubwa ya kikosi chao, nafikiri kuna engo moja ambao tulikuwa hatuelewani vizuri. Simba imeondokewa na wachezaji wawili kimsingi wa first 11 ambao ni Mohamed Hussein pamoja na Fabrice Luamba Ngoma, lakini hawa wachezaji wa Simba ambao sasa hivi tunaona pengine wako kwa kiasi kikubwa ambao walikuwepo katika msimu uliopita, lakini hata huo msimu uliopita walikuwa ni first 11 kwa sababu hakukuwa na wachezaji wengine zaidi ya hao. Maana yake ni kwamba wachezaji wa Simba ambao wamesajiliwa katika dirisha kubwa wanalazimika moja kwa moja kwenda kuingia kwenye kikosi cha kwanza ili kusudi waweze kutengeneza standard ya Simba, waweze kuwa na huo ubora. Tofauti na kwa Yanga siku ya jana walianza na wachezaji ambao walikuwa wanafanya vizuri msimu uliopita, kadhalika si tu ni first 11 lakini walikuwa wanafanya vizuri, isipokuwa kwa Azizi Andambwile, yeye ndo alikuwa kama surprise package kwa siku ya jana, kwa sababu msimu uliomalizika hakuwa kwenye kikosi cha kwanza kwa kiasi, na katika nyakati ambazo walikuwa wanapatikana uwanjani bado walikuwa wanapatikana katika mazingira ya Vazata, kwa maana ya kuwa kama center back pale ambapo kunatokea shida baina ya Baka na Job, na Mamnyeto anakuwa anakosekana katika hilo eneo. Lakini kwa siku ya jana nafikiri katika mechi hizi ambazo Simba wamepoteza mbele ya Yanga, siku ya jana Simba wamecheza vizuri sana, na hata ukimuuliza Dickson Job pamoja na Ibrahim Baka walikutana na kashikashi nyingi sana, hususan katika formation ya 442 ambayo Fadlu Davis alitupromise wakati yuko pre-season. Kibu Denis na Steve Dese Mukwala waliwasumbua sana hao mabeki wa Yanga, isipokuwa Simba tu hawakuwa na matendo mazuri hasa katika eneo lao la umaliziaji. Sawa, mengi zaidi Momo. Bana, mengi zaidi ni saa 1:15 mpaka 3 kamili za usiku ndani ya Sports Junction.